Na mtazamaji wa Faruku Online TV, hapa ni ofisi ya kata ya Ufukoni iliyopo halmashauri ya manispaa Mtwara Mikindani hapa mkoani Mtwara, ambapo leo hii diwani wa kata hii amefanya kikao chake cha kwanza kabisa cha WDC, kwa maana kikao cha maendeleo ya kata. Hapa kumejadiliwa masuala mengi tu, lakini kubwa zaidi hapa imezungumza swala zima la elimu, na diwani huyu pia amejidhatiti kuhakikisha basi elimu ya kata Ufukoni inakwenda kupanda kwa kuweka mipango mikakati kupitia kikao hiki cha WDC. Lakini hapo tukawasikia baadhi ya wajumbe wameelezea kwa kiasi gani elimu ya kata hii imeweza kushuka na sababu ni zipi ambazo pia zimepelekea kushuka kwa elimu kwa kata hii ya Ufukoni. Na hapa kubwa zaidi ni swala zima la utoro kwa wanafunzi, lakini pia wazazi wamekuwa kwa washinikiza wanafunzi kuandika madudu ili waweze kufeli. Nini ambacho wajumbe hawa wamekizungumza? Baadhi ya walimu wakuu wa shule zilizopo kwenye kata ya Ufukoni wanaeleza hapa kupitia kikao hiki cha WDC. Nyuma ya shule ni kwetu pale pia tuna mradi pale wa migomba, lakini vile vile kuna sehemu tuna minazi pale. Eneo lile limefanyika kama sehemu ya watoto kujificha. Na uzuri kuna mzazi mmoja wako alitusaidia kama shuhuda, akatusaidia siku moja akazunguka nyuma kidogo vizuri, akaweza kuwakamata wanafunzi kama 3 hivi 4, akawafunga, wengine aliwapeleka Sino na wengine aliwaleta kwetu tuliwashughulikia. Lakini hali sio nzuri, tunahitaji tu ushirikiano wenu. Na lingine, mfano mwingine ni mwezi wa 12 pia. Baada ya kuyaona yale matokeo shuleni kwetu, tukasema kwamba lazima watoto ambao wako darasa la 6 wanaingia darasa la 7 mwaka huu wabaki likizo kujifunza walau kwa wiki hizi 2 kabla hawajaenda likizo. Walimu walijitolea na hakuna mwanafunzi aliyetozwa hata shilingi 100. Kwa nauli za walimu walijitoa kwa wiki 2. Lakini cha ajabu, kati ya watoto 98 tuliokuwa tunawapata darasani ni 65. Haya yote tunahangaika nayo haya. Naona wazazi pia wameferi kwenye malezi. Yaani yote tunahangaika ni malezi tu. Kama wazazi wangekuwa na malezi mazuri. Kwa sababu katika mazingira ya kawaida kama alivyosema huyu afisa mkata, kwamba mzazi anatoka asubuhi, labda anaenda kwenye dagaa, anarudi usiku. Mtoto naye anaaga. Maana hiyo kesi muungano ndio walijia kibao. Ukiwaita pale wasema kwamba mimi nikitoka mbona na mwanangu anatoka? Nampa hela matumizi ya kitu. Lakini kumbe yule mtoto akitoka mzazi anaenda anakwenda. Na walikuwa na vijiwe vyao kabisa. Hawaonekani pale. Sasa ukaje jamani, mzazi umefeli na magani, unashindwa kuchukua hata daftari ya mwanafunzi kuiangalia. Wewe unajua kwamba shughuli zako kwa lazima uonekane. Sasa wale wazazi wangekuwa wanafuatilia hata kuchukua daftari ya mwanafunzi kuangalia, ajibu kusoma hata jirani yake amwambie, wala kuangalia tarehe, kuangalia mienendo ile, angegundua kama mtoto wake afanyaje haji shuleni. Uweze kugundua tu kwamba unatoka rudi jioni usiku unaendelea na mambo yako, una hata muda kuangalia daftari ya mwanao, una muda kufuatilia mwanao. Haya, mwanao anacheza na kuna majirani, hata majirani wameshindwa kuuliza. Labda mtoto wa jirani yake nani ambaye yuko naye fulani bwana, hivi kwani anakuja shuleni fulani? Kwa hiyo mzazi angekuwa anafuatilia kiundani, angegundua tu. Mzazi huwezi kukwepa kujua kama mwanao ni mtoro au sio mtoro. Kwa hiyo wazazi tumefeli kwenye malezi. Hiyo tukubali, wazazi wengi wamefeli kwenye malezi. Toro. Kwa sisi pale Kwale tulipata watoto wachache ambao ni watoro. Na nakumbuka kwa sababu mimi nilikuja baadaye, na siku ile ya mtihani, siku 2 kabla ya mtihani, nikajaribu kufuatilia watoto ambao ni watoro. Nikamwambia mwalimu mkuu msaidizi, nikamwambia hatuwezi tukawaacha watoto hivi hivi, lazima wafanye nini? Wafanye mtihani, kwa sababu tumeshawasajili na ni haki yao kufanya nini? Kufanya mtihani. Kwa hiyo sababu nyingine mojawapo ambayo inatuangusha kwenye ufaulu ni sababu ya utoro. Watoto wengine wanajisikia tu kukaa nyumbani, hawaji shuleni. Ukijaribu kuwafuatilia wazazi, hakuna sababu wanazozitoa. Kwa bado mimi naendelea kuangusha mzigo kwa wazazi, kwa sababu mtoto hawezi kujiongoza yeye mwenyewe. Umemwona amekaa nyumbani, hebu mshtue wewe, kwa nini hujaenda shule? Fuatilia. Umemwambia aende shuleni, je, shuleni amefika? Kwa bado naliangushia hili kwa wazazi. Waendelee kufuatilia utoro wa watoto wao, wasibweteke. Yaani mtoto akimwaga asubuhi anaenda shuleni, aje shuleni afuatilie, je kweli mtoto amefika shule? Je kweli ameingia darasani? Amehudhuria vipindi vyote? Hilo ni la pili. Lakini la tatu, nilikuwa najaribu kudodosa kwa watoto waliokuwa wamemaliza shule. Nikamwambia mimi kwa takwimu zangu nilikuwa kuna watoto ambao naona kabisa kwenye ujifunzaji wao kiuhalisia, kutokana na uelewa wao na akili walionayo, uwezo wa kufaulu ni mdogo. Nilikuwa na data ndogo sana watoto ambao tulikuwa tunajua kabisa huyu
hawezi. Alipojiandaa kuweza kumaliza kikao ama kufunga kikao hiki cha UDC kwa kata hii ya Ufukoni, diwani wa kata ya Ufukoni Mheshimiwa Hamisi Mtungata hapa anaeleza mipango mikakati, lakini pia anasikitishwa na swala zima la kukua na kiwango cha chini cha elimu kwa kata hii ya Ufukoni. Mipango mikakati ipo kwa namna ipi? Diwani huyu hapa ni mwenyekiti wa kamati ya maendeleo kata ya Ufukoni. Nimefurahi sana na kwa sababu nimepata majibu ambayo na mimi nimeridhika nayo, na nilikuwa nauliza vile sio kwa maana hasa kukukomoa, hapana, isipokuwa mimi nilikuwa nataka kuangalia wapi nataka nianze, kwa sababu kwenye swala ya elimu tuko nyuma sana kwenye kata yetu ya Ufukoni kabisa, tuko nyuma kwa sababu nimeangalia kumbukumbu, taarifa zilivyo, mimi hazijaniridhisha. Kwa hiyo mimi niseme cha kwanza nitasimamia hii elimu ya kata yangu. Nitahakikisha tunazungumza na wazazi kwenye mikutano ili kuweza kupata chakula watoto wetu, kwa sababu mtoto akishashiba maana yake atamsikiliza mwalimu. Lakini pia nitasimamia ile michango maalum, ile ya kawaida hiyo michango wazazi lazima na wao wachangie, kwa sababu bila michango elimu haiwezi kwenda. Lakini kwenye swala la kambi, sababu kuna watu walinifuata, si kambi bwana unachangia, sijui nikaambia katika vitu ambavyo nitakavyovifanya, kwa sababu mimi nimezaliwa Ufukoni hii. Yaani swala la kambi lazima tufanye kambi. Na kama kuna mzazi itakuwa analeta tatizo ya jambo lolote ambalo la kutaka kutukwamisha kwenye maendeleo yetu ya elimu, mimi naomba taarifa mtuletee hapa kwenye kata. Tupate tu hata kama wazazi 2 3 tuwatolee mfano ili maisha yaendelee. Kwa hiyo ombi langu lingine, walimu wakuu wa shule, endeleeni kuwapokea wanafunzi. Mtu kama anakuja pale ana uniform, mpokeeni. Kama anakuja amevaa yebo, pokeeni kwa muda, lakini sisi tutakayeshughulika naye ni mzazi. Kwa hiyo ombi langu, kama kuna jambo litakuwa linaendelea, mzazi labda mtoto wake amekuja hana uniform, hana hivyo viatu, lakini nachukua muda mrefu na naendelea kumvumilia, mimi naomba tuwasiliane tu. Yaani mimi wakati yote ukinihitaji, mimi sio lazima uje ofisini kwangu, wewe niambie, mimi nitakuja ulipo. Hapa ninazungumza kwenye shule za serikali, lakini hata zile shule zile binafsi, kama una jambo la diwani, wewe nipigie simu, mimi nitakuja wakati wowote. Mimi sina, kwa sababu nimeamua hii nafasi kutaka kuwahudumia wananchi. Kwa hiyo mwananchi ili umhudumie lazima ufuate yale matakwa ya jambo la wakati ule. Kwa hiyo msiwe na shaka yoyote. Tumekwisha fika tamati juu ya taarifa hii kutokea hapa ofisi za kata Ufukoni zilizopo halmashauri ya manispaa Mtwara Mikindani hapa mkoani Mtwara. Mimi sana ziada, naitwa Faruku Munyani na hii ni Faruku Online TV. Bye bye.